Kwanza niseme tunamshukuru Mungu hadi siku ya leo. Tulikuwa na mapumziko ya kalenda ya FIFA, lakini sisi tokea tulivyocheza mechi na mechi ya mwisho na Pamba, tuliwapa wachezaji wetu mapumziko kama ya siku 4. Kwa Jumatatu tulianza tena mazoezi. Na leo ni siku ya 4 tunaendelea mazoezi, na tunafanya hivyo ili kupoteza ule ubora wetu ambao angalau hizi siku za karibuni tumekuwa nazo. Ilikuwa ni mapumziko tu ya muda mfupi. Kama nilivyosema awali, tunaendelea mazoezi na leo ni session ya 4 tunaendelea kujiandaa. Ukiangalia bado hatuko sehemu nzuri, lakini kuna matumaini kiasi fulani ambayo yanatuonyesha tunaweza tukatoka kwenye hali ambayo tuko nayo. Bado tunaendelea kujiandaa. Tukisema ilikuwa ni mechi ambayo sisi tulikuwa kama tukipoteza ingefifisha kabisa matumaini yetu ya kuendelea kupigania hizo mbio za kubaki, kujinasua huko chini na kubaki kwenye ligi kuu. Lakini ile ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa kidogo inaka uamuzi fulani wa hatima yetu, kwa sababu tungepoteza ile mechi na maana pointi zingekuwa nyingi, gap ingekuwa nyingi na ambao tunashindana nao. Kufikia pale ingekuwa ni vigumu, lakini sasa hivi kutokea ile mechi tulipopata matokeo, uliona hata naniza wachezaji ilikuwa kubwa kwamba sasa tunaweza hata wakaendelea kupush kuipigania timu yao. Ile mechi ilikuwa ina maana kubwa kwa ushindi kwa kila mmoja. Nafikiri sisi ambao tunaizunguka timu kwa karibu, tunafanya kazi na wachezaji, nafikiri na management na mashabiki wote wa Tanzania Prison, nafikiri walipokea vizuri yale matokeo. Kwenye nyakati kama hizi, wachezaji kama hao wanakusaidia kwa kiwango gani kuhakikisha timu inapata salama kwenye kipindi kama hiki? Kwa kweli wao wamekuwa ni msaada mkubwa, kwa sababu hizi situation walizozipitia na muda mwingine wanakuwa wanajua masuluhisho yake. Wao kazi yao kubwa ni kuongea na wachezaji ambao wapo wageni, wameingia kwenye msimu huu, hawajai kupita kwenye hizi situation kama hizi. Ni sehemu ambayo wanatusaidia kuwajenga wachezaji wenzao kiakili, kisaikolojia kwa ujumla. Wao niseme tu nikilikuwa ni muhimu kwenye timu kwa uzoefu wao. Wanatusaidia sana kwa kweli. Nafanya vitu vyote kwa attacking na defending, kwa sababu huwezi kusema ufanye defending tu, na kama ulivyosema tuhitaji sare wala kupoteza. Lazima ujihakikishie tunakumbushia jinsi ya kujilinda vizuri tunapokuwa tuna mpira na tuweze kwenda mbele. Lakini hizi mechi 2-3 tumekuwa tukiweza kwenda mbele vizuri. Ambacho tunakifanyia marudio sana ni kwenye eneo la kujilinda vizuri. Natakiwa tuwe super kujilinda. Hasa tunapopoteza mpira tunaona kuna madhaifu kiasi fulani ambao tunafanyia kazi. Hicho ndio kikubwa. Lakini tunapush sehemu zote mbili. Lazima tujilinde vizuri tukitaka kushinda, na lazima tushambulie. Hii ni ratiba ngumu, lakini nafikiri lolote linaweza kutokea kama tukijipanga vizuri, kama ambavyo mechi na Azam tulicheza vizuri, lakini ilikuwa bahati mbaya tukapoteza. Tumeenda kucheza na Pamba away, tumepata matokeo. Nafikiri inawezekana lolote lile kwenye football. Kikubwa tu ni kuwa tu na ujasiri wa kuamua kufanya, hasa kwa wachezaji. Wakiamua kama ambavyo tuna train, kama tunafanya mazoezi, session zetu zinakuwa nzuri, kama wakihamishia mazoezi kwenye mechi, nafikiri tutafanikiwa. Kama hata tucheze away, hata tucheze nyumbani. Ukiangalia hesabu zilivyo, inawezekana kama tutapata matokeo mechi 5 tukatoka hata kwenye playoff. Lakini kama itakuwa vyovyote vile tunaweza tukadondokea kwenye playoff. Ni vyote viwili. Sisi ambacho nakitaka, maana ukicheza kwenye playoff tuna mechi 2 tena, 1 au 2. Ambacho tunachokiangalia ni ile kauli mbiu ambayo imesema atushuki. Bado tupo kwenye right direction, bado hatujawa wrong sana, kwa sababu tumebakiwa na michezo hapa nyumbani. Nafikiri tuna michezo 2 na away tuna michezo 3, so still tuna push, still tunakumbushana kwa wale upcoming waendelee kuipambania nembo ya timu. Na kikubwa nafikiri kila mtu ana mentality ya kutaka kuona kwamba timu inatoka pale chini ilipo kuja kwenye nafasi ambazo zitakuwa ni bora zaidi, au hata ikiwezekana kukusanya pointi ambazo zitatuwezesha kusalia. Nafikiri ni ukubwa wa fikra na ni ukubwa wa mawazo na mentality. Kila mtu ana mentality yake kwenye kufikiri jambo na kuliona jambo. So kwa sisi sasa ambao tunaona bado nafasi ipo, tuna wajibu huo wa kuwakumbusha
wa kuwakumbusha vijana au ambao wengine wanapata nafasi ya kupambana, waipambanie timu kwa kadri wanavyoweza kuhakikisha kwamba tunaweza kupata point kwenye mchezo husika. Sam, pengine kwenye msimu huu unaona misimu mingine mlimaliza vizuri, kuna misimu ambayo mliyumba kidogo. Yes. Kipi ambacho kilikuwa kigumu kwenye msimu huu kikawapelekea mpaka kufika kwenye hali hii ambayo mnapambana kushuka daraja mpaka mwishoni? Nafikiri ni ugumu na ushindani wa ligi, kwa sababu ukiniangalia position niliyopo mimi Prison na mtu ambaye yuko nafasi ya 7 ya 8, yani muda wowote yeye anaweza akaja chini mimi nikaenda juu. Kwa hiyo nafikiri ni ushindani wa ligi. So kama ushindani wa ligi, nafikiri kuna sehemu tulikuwa tunalega. Game ambazo tulitakiwa tupate point tukiwa home, ku lose hizo game, na nafikiri imetupelekea kukosa zile pointi sasa ambazo zilikuwa zinatufanya labda mpaka wakati huu tungekuwa comfortable kwenye position ya table. Na kama uongozi tuko salama kabisa, tunasema tuko vizuri, kwa sababu Kamishna Jenerali wa Magereza Yeremia Katungu ametoa bonus kwa wachezaji kuhakikisha kwamba wachezaji wote wanakuwa hawana sababu ya kushindwa huu mchezo. Kwa hiyo tuseme tu kama Tanzania Prisons tunakwenda kushinda huu mchezo wa Dodoma, kwa sababu tunajua kabisa kwamba endapo hatutashinda mchezo huu tutakuwa hatuna excuse yoyote ile ya kutaka kuendelea na kubaki ligi kuu. Kwa hiyo niseme tumejipanga vizuri, idara ya afya wako vizuri, idara ya saikolojia wako vizuri, na wachezaji wenyewe kwanza wanautaka huu mchezo. Na niseme tu jamani, ndugu zangu waandishi wa habari, kwamba kwa mara ya kwanza kabisa nimeona wachezaji wa Tanzania Prisons ndio wanamshawishi mwalimu kutokwenda likizo. Kwa hiyo hichi ambacho kimetokea sio maajabu, ni kwamba wachezaji wenyewe ndio wamemtaka mwalimu kwamba kusema kwamba sisi tutabaki kwa sababu tunautaka huu mchezo. Kwa hiyo niseme tu kama Tanzania Prisons, kama uongozi tumejipanga vizuri na mchezo huu tunakwenda kushinda.